Taarifa kwa umma. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe kupitia operesheni na misako linaendelea kuimarisha usalama kwa kushirikiana na jamii katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu. Katika operesheni na misako iliyofanyika katika kipindi cha mwezi Machi 2026, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watu 36 kwa tuhuma mbalimbali zikiwemo tuhuma za mauaji, wizi, uvunjaji na ukiukwaji wa usalama barabarani. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limewakamata watu wawili ambao wanafahamika kwa jina la Ziada Mohamed Mrisho miaka 37 na Julius Joshua Kilawa miaka 29. Hawa wote ni wakazi wa mtaa wa Kambarage hapa katika mji wa Njombe, wakiwa na fedha bandia za Kimarekani, dola za Kimarekani 700, ambazo kama wangefanikiwa kuzibadilisha katika benki ya NBC ambako walikuwa wamekwenda kubadilisha, basi wangeweza kujipatia kiasi cha fedha cha shilingi milioni 1,810,234 na senti 65. Jeshi la Polisi linashirikiana na mamlaka za kifedha, Benki ya Tanzania katika uchunguzi, na mara uchunguzi wa shauri hili utakapokuwa umekamilika, basi watuhumiwa hawa watafikishwa mahakamani. Katika hatua nyingine, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watu watatu ambao wanafahamika kwa jina la Festo Jason Mahenge miaka 48, Monica Yosia Mahenge miaka 26, Yosia Kalasa Mahenge miaka 60 na Epis Elias Tweve miaka 38. Hawa wote ni wakazi wa mtaa wa Ndulamo Makete kwa kosa la kuchoma nyumba moto ya mtu ambaye anafahamika kwa jina la Melania Robert Swalo, huyu ana miaka 70. Sababu ya tukio hili ni imani za kishirikina, kwa sababu watuhumiwa wanamtuhumu huyu ambaye amechomewa nyumba yake moto Bi Melania kwamba ni mchawi na kwamba alimpoteza ndugu yao katika mazingira ya kutatanisha. Kwa upelelezi wa shauri hili unaendelea, na mara utakapokuwa umekamilika, basi watuhumiwa watafikishwa mahakamani. Lakini vile vile Jeshi la Polisi katika mkoa wa Njombe limemkamata mtu ambaye anafahamika kwa jina la Fen Kabenelo Ngao. Yeye ana miaka 33, ni mfanyabiashara lakini ni mkazi wa Malembuli Makete, ambaye alituhumiwa kwa kosa la mauaji yaliyotokea tarehe 6 mwezi wa kwanza 2026 na alikuwa ametoroka. Katika tukio hili watu wawili wanaume waliuawa kwa tuhuma za wizi baada ya huyu mtuhumiwa pamoja na wenzake kujichukulia sheria mkononi. Kwa hiyo upelelezi unakamilishwa, na utakapokuwa umekamilika, basi mtuhumiwa huyu atafikishwa mahakamani. Sambamba na hilo, Jeshi la Polisi limefanikiwa kuwafikisha mahakamani watu 4 ambao tunahifadhi kwa kosa la kutoa taarifa ya uongo kwamba sehemu zao za siri zimechukuliwa. Matukio haya yametokea katika mji wa Makambako ambapo yaliripotiwa matukio 4, lakini katika mji wa Ging'ombe, wilaya ya Ging'ombe, yaliripotiwa tukio 1, na hapa Njombe mjini limeripotiwa tukio 1. Kwa hiyo upelelezi kwa watu 4 yamekamilika na wamefikishwa mahakamani. Tunaomba wananchi waache tabia hizi za kutoa taarifa za uongo, kwa sababu zinaleta taharuki katika jamii, na ukitoa taarifa ya uongo ni kosa na hatua zinachukuliwa.